Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 6 ya simulizi inaitwa Siku 3 kabla ya kifo chake. Mtunzi anaitwa Ahmed Jeriwa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita, sehemu ya 5 tulipoishia, ilikuwa ni pale ambapo tunaona Ana alikuwa sehemu ambayo hakuwa anajua kabisa ilikuwa ni wapi, na alikuwa amevaa gauni lake nzuri kabisa jekundu ambalo alikuwa anapenda sana kumuona mpenzi wake amevaa. Karibu sana katika sehemu hii ya 6. Alikuwa amevaa gauni ambalo lilikuwa ni nzuri kweli kweli, ambalo hata mpenzi wake Zaki alikuwa anapenda kweli kweli kumuona akiwa amelivaa. Hawezi kuamini kabisa, mpenzi, ukivaa hili gauni huwa nakuona wa pekee sana kila siku. Hakika wewe ni mrembo sana Ana. Siku moja mpenzi wake Zaki alisikika alikuwa anamsifia vile. Kutokea hapo Ana alikuwa ni mpenzi wa kulivaa gauni hili mara kwa mara, hasa ambapo alikuwa anatoka na Zaki. Siku hii Ana alikuwa anajiona kwamba alikuwa mwenyewe sehemu ambayo haikuwa nafaa kabisa mtu mwoga kama yeye kuwapo. Alikuwa peke yake tu na giza lilikuwa limetanda kila mahali, na alikuwa amevaa lile gauni lake jekundu ambalo alikuwa analipenda. Mungu wangu, mimi nimefikaje hapa? Alikuwa anaendelea tu kujiuliza maswali, na alikuwa anashindwa kabisa kuinyanyua hata miguu yake. Ana akiwa anazidi tu kujifikiria na kuwaza namna ya kufika katika eneo hilo, alianza kuhisi kama kulikuwa na aina nyingine ya kiumbe katika eneo hilo, na kilikuwa kinamtazama bila hata yeye kukiona. Uoga ulizidi, na huko macho yake alikuwa ameelekeza tu upande ule ambao alikuwa anaamini kwamba kupo kiumbe hicho. Alikaa hivyo takriban dakika 3, ndipo sasa kile ambacho alikuwa anahisi kikajidhihirisha wazi kabisa. Umekuja eh? Sauti ilimuuliza vile Ana. Ana hakujibu na hakuwa na hali kabisa muda ule. Umekuja na kuuliza? Iliuliza tena ile sauti. Moyo wake ulishtuka kweli kweli. Alikuwa nadhani kwamba ni masikio yake alikuwa anamdanganya hapo mwanzo, labda pengine hakuwa amesikia vizuri hiyo sauti. Na sasa sauti ile ilipojirudia akajua kabisa kwamba kumbe ni yeye kweli ambaye alikuwa anaulizwa. Alijaribu kujibu Ana, lakini kinywa chake kilikuwa ni kizito kunyanyuka. Hata kiliponyanyuka hakuweza kabisa kuisikia sauti ilikuwa inatoka. Ingawa sauti haikuwa inatoka, hata hivyo kile ambacho alikuwa anadhamiria kukiuliza kilikuwa kimesharabiwa na kinywa chake. Kwa hivyo ule mwamko na mtikisiko wa kinywa ukawa umetafsiri kile ambacho alikuwa amekusudia kuzungumza. Leo ni siku yako malkia wangu, siku ya pekee mno. Leo ndio siku yako ya kuijua dunia yangu halisi. Ile sauti ilizidi kuzungumza vile. Alisikiliza vizuri kabisa kwa makini ili kusudi aweze kumjua wala mtu yule ambaye alikuwa amezungumza alikuwa ni nani. Ikawa sasa inakuja inakata, inakuja inakata. Hatimaye akashindwa kabisa kujua sauti ile mmiliki wake alikuwa ni nani. Una lolote la kuniambia mpenzi, kabla sijakukaribisha kwenye ufalme wangu rasmi kabisa? Iliuliza vile tena. Sauti ile ilikuwa ni sauti ya kiume ambayo ilikuwa na uzito kiasi. Najuta mimi Zaki, chanzo ni kukupenda. Alizungumza vile Ana. Alizungumza vile katika ile namna ya kutoa sauti, lakini kinywa kilikuwa kinanyanyuka na kuzungumza. Cheko kali likaibuliwa na sauti ya yule mwanaume. Sauti ile ilivuma ikatengeneza mwangwi hata eneo lile lote sasa lilikuwa linatisha zaidi. Ana alishangaa kweli kweli, moto ukiwaka na kuzima. Ulikuwa unawaka sehemu ambayo alikuwa anahisi sauti ile ndipo ambako ilikuwa inatokea. Ina maana kwamba Zaki alikuwa amekuja kwa umbo hilo tofauti. Ilikuwa inastaajabisha kweli kweli. Moto ule ulipoanza kuwaka tena alishangaa kweli kweli Ana. Moto ule haukuonekana kabisa ulikuwa karibu kama hapo mwanzo. Ulikuwa unaonekana kwamba ulikuwa mbali naye kabisa. Ulipotea na kurejea tena mara baada ya sekunde kama 30 hivi. Safari hii ukawa sasa unasogea kwa kasi, na kadri ambavyo ulikuwa unawaka na kuzima ndivyo ambavyo ulikuwa unazidi kumkaribia. Yowe kali la uoga likamtoka Ana kiasi cha kujitikisa mwenyewe. Kama sio mama yake kumzuia, bila shaka angeanguka kutoka pale kitandani ambako alikuwa amelala. Alipotazama saa ilikuwa ni saa 9:30 za usiku. Ni kama alikuwa anaota vile Ana.
Mama, kwa nini sasa hivi uko hapa? Aliuliza pale Ana, na alikuwa na mshangao mkubwa kweli. Ndio mwanangu, nilikuwa nakusikia unavyopiga kelele nikashindwa kabisa kulala huko chumbani, ndio maana nikaja hapa. Kelele mama? Alishtuka kweli kweli Ana, na alikuwa haelewi kabisa kile ambacho mama yake alikuwa anazungumza. Ndio mwanangu, lazima utakuwa umeota ndoto ya kutisha tu. Majira ya wanga ya mwanangu. Aya, niambie sasa, na kwa nini ulikuwa unaropoka kiasi hicho? Umeota kitu gani? Nimeota mimi mama? Nimeota kitu gani? Mbona sijui, sikumbuki chochote kile mama. Kwani wewe umesikia mambo gani kati ya yale ambayo umesikia kwamba nilikuwa naropoka? Kwani hujui kama umeota ndoto mwanangu? Mungu wangu. Mama yake na Ana alishtuka kule mara baada ya majibu haya ya binti yake. Ndio mama, mimi sikumbuki kabisa kama nimeota kitu mama. Nimeshtuka tu usingizini mara baada ya kuhisi mtu ananegusa basi. Niambie basi, ni kitu gani ambacho umesikia wewe nikiwa nazungumza kwenye ndoto? Mama Ana alishakuguna tu na kisha alinyanyua macho yake juu. Kwa kawaida mtu akiota ndoto huku akiwa anaweweseka na kuhangaika kama vile lazima kile ambacho amekiota aweze kukikumbuka vizuri na kuweza hata kukihadithia kwa mtu mwingine. Ni kwa nini sasa Ana alikuwa akumbuki chochote ambacho alikuwa ametokewa nacho kwenye ndoto? Aliwaanza mama yake na Ana, na kisha alimtazama tu binti yake ambaye huyu alikuwa na shauku ya kutaka kuelezwa kile ambacho alikuwa amesikia. Hakuweza kabisa kumweleza kwa sababu akili yake ilikuwa nafungwa mambo mengi yaliyokwisha kuwahi kumpita. Alikuwa anakumbuka tu siku ambayo alikuwa sehemu ya ajabu na mzee Abushiri Dazar. Ilikuwa ni sehemu ya ajabu kweli kweli. Ni kwa nini walikuwa wamefika hapo na mzee huyu? Mapenzi ndiyo aliyoweza kumfanya afike hapo. Mama huyo alikuwa na mume ambaye alikuwa anampenda. Kipindi hicho mwanawe Ana alikuwa bado binti mdogo kabisa wa darasa la 6 tu. Hakuwa anamsikia kabisa mumewe hata siku moja. Kila ambapo alikuwa na aswa juu ya kurudi nyumbani na kuilinda ndoa yake, lakini wala hakuweza kabisa kujali. Alikumbuka vizuri kabisa namna ambavyo alikuwa haelewi wala asikii kabisa. Alifanywa zezeta kiasi akawa anafuata tu kila ambalo alikuwa anaambiwa na mzee huyu Dazar. Ile ilikuwa ni sehemu ya ajabu kweli kweli, kwa sababu ilikuwa imejaa vitu vya kutisha kiasi kwamba muda wote akawa anaogopa tu. Na mbaya zaidi, mzee yule alikuwa anazungumza maneno ambayo hayakuwa yanaeleweka kabisa kwa sauti ya chini. Kwa nini tuko hapa? Hilo lilikuwa ni swali lake kubwa kabisa mama Ana, lakini mzee huyu hakujali sana. Aliendelea tu kufanya mambo yasiyokuwa yanaeleweka hadi pale ambapo alimgeukia. Tumefanya sana starehe mpenzi. Tumefanya starehe za kila aina, lakini hatukuweza kushiriki tendo hata siku moja. Leo ndio siku yangu. Alikumbuka vizuri kabisa sauti ya bwana Abushiri Bazari. Mama Ana kalitazama lile eneo. Ajabu kwamba alijiona akiwa sehemu safi kabisa, na tena ilikuwa misheni samani za gharama. Mdomo ulikuwa ni mzito kweli kweli kuzungumza. Alishindwa kabisa hata kuuliza ni kwa nini imekuwa vile. Wakati anaingia katika eneo hilo, aliona wazi kabisa kwamba alikuwa anaingia msituni na kisha pangoni. Pango lilikuwa ni la kutisha. Sasa inakuwa vipi mzee huyu mara baada ya kutamka neno mapenzi eneo hilo linabadilika? Kila ambavyo alikuwa anajaribu kutaka kutamka jambo alikuwa anashindwa kabisa. Kwa hivyo akajikuta alikuwa anafuata kila ambalo alikuwa anaelezwa na kusikia kila kitu ambacho kitakachozungumzwa na mzee huyo. Kitendo kilichofanyika hapo ndicho ambacho kilichopelekea kifo cha mumewe. Kifo ambacho mpaka wakati huo kilikuwa kinamuuma kweli kweli katika moyo wake. Mumewe alikufa kama yuko usingizini tu. Siku mumewe anakufa ndio siku akili yake ilikaa sawa. Alijua kwamba alikuwa ni mkosefu kweli kweli mama Ana, na huko alikuwa anampa moyoni mwake kamwe hawezi tena kuendelea na yule mzee kimapenzi, kwa sababu alikuwa anachepuka tu kwa mumewe. Alichokuwa amekijua ni kwamba kumbe kifo cha mumewe ilikuwa ni kukamilisha kafara ya Dazar. Tangu hapo sasa mama Ana hakuweza tena kumwona mzee huyo machoni mwake, mpaka jambo lilipomkuta yeye kuja kumtokea tena rafiki yake wa karibu kabisa ambaye ni mamake na Masumbuko. Na ilikaja kumtokea vile vile kama ambalo limemtokea yeye. Alimtazama tu mtoto wake Ana, na alikuwa anataka kumweleza sasa kile ambacho alikuwa amekisikia akiwa anaropoka ndotoni. Hiyo ilikuwa ni mara baada ya kutoka kukumbuka mambo mengi ya kutisha ambayo dhahiri kabisa aliona anafanana kabisa na haya ambayo anamtokea binti yake. Ana, mwanangu, naomba uachane kabisa na Zaki.
alizungumza vile tu mama huyu. Ana alikuwa anatikisha kichwa tu kutoka kulia kwenda kushoto kumkatalia. Unamaanisha? Aliacha kauli yake mama Ana ilikuwa ananing'inia tu mara baada ya kuona kwamba mtoto wake Ana alikuwa hayuko sawa. Alikuwa anazichangua tu nywele zake na huku alikuwa mtazama mama yake usoni. Nini tena mwanangu, mbona nakuwa sikuelewi? Aliuliza vile mama yake na Ana kwa kuchanganyikiwa hivi. Mama, siko sawa kabisa, naomba niache mwenyewe tu nilale walau kidogo. Alizungumza vile Ana na huku alikuwa anajilaza kitandani. Mama yake alibakia tu alikuwa anamtazama tu na huku alikuwa anajawa na wasiwasi mkubwa katika moyo wake. Alimshika mtoto wake kichwani na huku alikuwa anamuuliza kile ambacho alikuwa anahisi kilikuwa ni kitu gani. Ni kichwa tu kinaniuma sana mama, nahitaji utulivu tu, alizungumza vile Ana. Na sio uongo, labda pengine hakuwa anapenda kabisa maswali ya mama yake. Ni ukweli kabisa kwamba kichwa kilikuwa kimeanza kumuuma ghafla tu mara baada mamake kumwambia achane kabisa na Zaki. Ilistaajabisha kusema kweli, lakini ukweli ndio ilikuwa hivyo. Pasipo kujua mwenyewe tayari Ann alikuwa kwenye mpango kazi wa watu wenye nguvu za ajabu hapa duniani. Lakini hata yeye akiwa amejiingiza kwenye mpango ule kwa aina nyingine kabisa. Akili yake ilisimama mithili ya saa inaposimama wakati wa kutolewa betri. Lakini wakati akili yake ikiwa imesimama, kuna sauti alizisikia zilikuwa zinazungumza. Sasa uko pamoja na mimi, uko pamoja na sisi, uko pamoja na mpango wa matekelezo ya haki. Picha niliyokuonyesha kwa njia ya ndoto ndio picha halisi kwenye maisha yako. Ndio maisha halisi ya nguvu zisizotakiwa kuwapo duniani. Hautaweza kabisa kuyaingia maisha yako hadi uwe upande wangu mimi. Uko tayari? Mara baada ya ile sauti kusikika ikimuuliza swali hilo sasa mwishoni, mara baada ya maelezo mengi, akili yake ikaanza kumtembea tena. Maumivu ya kichwa yalianza kumrejea tena Ana. Nywele alikuwa anazitikisa tu na kuzichangua kwa mikono yake na huko alikuwa anapiga kelele hadi yale maneno yalikuwa yanamtembea kichwani bado. Kelele hizo zilikuwa zinasikika ndani ya chumba chake tu basi. Ni kama chumba kile kilikuwa kimefungwa kiwambo cha kukinga sauti zisiweze kutoka nje. Zilikuwa ni sauti kali za kuwastua hata watu walioko ndani ya kilomita 10 kutokea pale. Lakini ajabu ni kwamba sauti hizi hazikuweza kabisa kutoka hata nje ya chumba chake. Ghafla macho yake Ana yalianza kumgeuka na mboni kupoteza weusi na kubakiwa na weupe mtupu. Alianza kujitupa na huku alikuwa anagaagaa huko na kule juu ya kile kitanda mithili ya roho ambayo anataka kumtoka taratibu. Ndio. Alikuwa anaitika vile Ana na huko alikuwa na sauti mbaya na kavu na huko mishipa ya shingo na sura ilikuwa inajitutuma kweli kweli. Ilikuwa inatengeneza rangi ya kijani ambayo alikuwa amekoza hivi. Ana alikuwa anatisha kweli kweli kumtazama ghafla. Maumivu ya kichwa yalipoa pale pale. Akili ikamsimama tena na ile sauti ikasikika tena, lakini ilikuwa inaendelea kutisha vile vile. Mishipa ikajichora katika mwili wake mithili ya mzizi wa mnazi, angali alikuwa amepoteza kabisa weusi katika macho yake. Utalipa juu ya kila jambo na utalipa kila deni. Utalipa kila kifungo na utalipa visasi vyote. Wewe au nyinyi ni akina nani? Ana akajikuta alikuwa anauliza vile kwa ile sauti yake mbaya ya mkoromo hivi. Alikuwa bado tu anaendelea kuhangaika pale kitandani mwenyewe. Ni kama mtu aliyekuwa amepandwa na majini hivi. Alikuwa anaonekana alikuwa anapitia maumivu makali kweli kweli Ana. Lakini alikuwa anaisikiliza sauti hiyo kwa usikivu mkubwa tu. Sisi ni asili ya dunia yako, asili ya asili yako, na asili ya ukoo wako, na asili ya haki na kuondosha ufidhuli katika dunia. Nitalipa juu ya nini? Utalipa kwa kila tendo baya ambalo liliwahi kutendwa na nguvu zisizofaa kuwepo kwenye dunia hii. Alitendwa baba yako mzazi, na watatendwa wanaume wote kwa mfano wa asili yako. Nguvu hii ni mbaya na haitakiwi kabisa kwa hapo duniani, kwa sababu lengo ni kufanya mwanamke kuwa mtumwa katika kila nyanja. Sasa nitapambana vipi kuzuia hiyo nguvu? Utapambana ukiwa nafsi mara baada ya kuuawa. Afai kwa kuwa wengine huona kuwa ni shujaa Ana.
Kauli hiyo ya mwisho ilikuwa inajirudia mara nyingi kabla ya kupotea, na kisha kimya kilichukua nafasi yake mara baada ya maneno hayo yote ya mwisho kumalizika. Ana alionekana alikuwa anapitia tena maumivu makali, na kwa masikio yake alikuwa anasikia mvumo wa mchanganyiko wa sauti kali mbalimbali. Alikuwa anaonekana sasa kuzidi kuzivuruta tu nywele zake. Uko tayari kuipokea kazi yetu? Kumbuka hii ni kwa ajili ya amani na kuiweka dunia katika asili yake. Je, uko tayari? Nijibu tafadhali. Ile sauti ya ajabu iliyokuwa inamjia mara moja ilimuuliza tena swali hilo. Ilikuwa inaonekana wazungumzaji wale wasioeleweka walikuwa wanaonekana kuweka msisitizo katika maongezi yao. Bila shaka kulikuwa na uhitaji wa kweli kabisa. Ana alikuwa anazivuruta tu nywele zake, na kisha alitoa sauti nzito ambayo hii ilikuwa inavuma mithili ya radi. Niko tayari. Sauti mbaya ikakimeza kile chumba. Aliumia kweli Ana, kiasi kwamba akawa anahisi ngoma zake za masikio zilikuwa zinakwenda kupasuka punde tu. Alisukuma kutokea pale kitandani ambapo alikuwa anaagaagaa mithili ya mfamaji. Alitupwa mpaka chini kabisa na kupigizwa ukutani. Akatulia kimya kabisa, na kwa alikuwa anaonekana kukimbiwa na fahamu zote. Masaa mawili mbele sasa alijishangaa kweli Ana alikuwa amelala chini. Hakuwa anakumbuka kitu chochote kingine zaidi ya ile ndoto ambayo alikuwa ameiota akiwa amelala tu. Ndoto ambayo alimwambia mama yake kwamba hakuwa ameota. Ilikuwa inamjia kichwani kama ilivyo kabisa. Akaitazama mpaka mwisho, na kisha neno likamjia. Hakujua kama lilikuwa linajiunda lenyewe ama kuna mahali ambapo alikuwa amelisikia neno hilo. Tulichokuleta kama ndoto ndio maisha yako halisi yasiyotakiwa kuwapo katika dunia. Alikuwa anakumbuka vizuri kabisa neno hilo. Ana alijinyanyua kigoigoi kutokea pale chini ambako alikuwa anaamini kwamba alikuwa amejilaza kama anavyopenda kulala siku zote akiwa hataki kulala kitandani. Nywele zilikuwa zimechanguka, lakini hakujali kabisa. Akajikalisha pale kitandani na alikuwa na tabasamu. Akili ya kazi asiyojua ilikuwa imeshamwingia mwilini. Hakuwa ni Ana huyu ambaye alikuwa amezoeleka tena. Alikuwa ni Ana mwingine kabisa ambaye alikuwa ameyaingia makubaliano ya ajabu na mabaya yaliyokuwa na lengo chanya. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele, na kukaribia siku ambayo Zaki alikuwa amepanga kumpeleka kwenye ile jumba Ana. Ndivyo ambavyo Ana pia alikuwa anazidi kuwa tofauti. Mama Ana alikuwa anakumbuka jinsi ambavyo alikuwa anamtazama mwanae kwa muda wakati alipomwambia kichwa kilikuwa kinamuuma, na kisha alitoka mle chumbani. Na kwa kuwa hali ya mwanae hakuwa anaielewa, kwa hivyo sasa haraka sana alitoa simu yake na kisha kuamua kumpigia mama yake na masumbuko. Simu iliita kwa mara ya kwanza ikakata, na kisha akarudia tena kuipiga. Ilipoita kwa uchache tu, kwa awamu hiyo ya pili iliweza kupokelewa vizuri kabisa. Vipi, niambie rafiki yangu, alizungumza vile mama yake na masumbuko katika upande wa pili wa simu ile. Mama Masumbuko anakumbuka ile hali ya mwisho kabisa kutokea wakati ule hayawani alipopotea kuja mazingira ya kutatanisha, alivyokutamkia kwamba anahitaji kufanya mapenzi na wewe. Mama Ana alimuuliza vile mama yake na Masumbuko. Ndio, nakumbuka vizuri tu mama Ana. Vipi, kuna kitu gani kwani? Ana amekuwa kama wewe ambavyo ulikuwa. Amekuwa kama mimi ambavyo nilikuwa pia, Mungu wangu. Hilo lilimogopesha kweli mama yake na Ana pamoja na mama yake na Masumbuko. Pale sasa mama Ana akajikuta alikuwa anayokumbuka maneno ambayo hakutaka kabisa yajirejeshe akilini mwake. Hakikisha unafanya kila linalowezekana ufanye mapenzi na mumeo. Maneno yalikuwa hayo ambayo alikuwa anayokumbuka. Ni kwa nini hakuwa anataka kuyakumbuka maneno kama hayo? Alikuwa ni tukio la kawaida. Maneno yale ndio ambayo yaliweza kuyaharibu maisha yake kwa kiasi kikubwa. Aliweza kumpoteza kabisa mumewe kwa ajili ya kuyasikiliza maneno hayo ya huyu mzee. Kitu kilichopelekea kumpigia simu mamake na Masumbuko na kumweleza haya yote ilikuwa ni namna ambavyo kila ambacho kilikuwa kinatokea sasa ndicho ambacho kilichowahi kutokea miaka kadhaa iliyopita, na kila ambacho kilikuwa kinatokea sasa kilishawahi kutokea wao wenyewe huko nyuma. Ilivyokuwa ni kwamba ingawa Ana pamoja na Masumbuko hawakuwa wamefunga bado ndoa kama ambavyo wao walivyokuwa wanatamani siku moja iwe, lakini mapenzi yao yalivyokuwa ilikuwa ni rahisi sana kwa Ana kuweza kumshawishi Masumbuko kwa kumtaka warudiane,
na kwa kuwa hawajawahi kabisa kushiriki mapenzi, kwa hivyo Ana atakapomshawishi Masumbuko ashiriki tendo, ilikuwa ni rahisi kabisa Masumbuko kukubali. Ziko sababu mbili za Masumbuko kuwa rahisi kukubali. Sababu ya kwanza, ambayo ndiyo kubwa, ni kwamba Masumbuko alikuwa ni mwanaume. Wanaume wengi kuwa ni vigumu sana kuweza kuepuka na mitego ya kimapenzi kutoka kwa wanawake. Mkiwa mko faragha, hata kama mwanaume akiwa hayuko tayari kushiriki mapenzi, lakini kama kuna mambo ambayo utamwonyesha ama kumfanyia, mandhari ni mwanamke kuvua nguo mbele yake na kumwonyesha baadhi ya maungo yako ambayo pengine haikuwa rahisi kuyaona kwako hapo kabla. Hilo sasa litakuwa ni rahisi sana kumlainisha mwanaume huyo na kukubali kufanya mapenzi. Sababu ya pili nayo ni ile ambayo mama Ana iliweza kumpatia wasiwasi. Ana pamoja na Masumbuko walikuwa na wapenzi waliokuwa napendana, na kilichokuja kuwaharibu ilikuwa ni nguvu za ajabu ambazo kizazi cha Dazali ndizo wako nazo. Kwa hivyo sasa, endapo Ana akatakiwa kumrejea tena Masumbuko na kumtaka washiriki tendo, ilikuwa ni wazi kabisa kwamba Masumbuko angekufa kama ambavyo alikufa mumewe, ama alivyokufa mume wake na rafiki yake mamake na Masumbuko. Mungu wangu, sasa tunafanyaje hapa mama Ana jamani? Aliuliza vile mamake na Masumbuko. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anaonekana kupatwa na mshtuko mkubwa mara baada ya kupokea taarifa kama hizo. Hata mimi nashindwa kabisa kuelewa shogangu. Alikata tamaa kabisa mama Ana. Kimya cha muda mfupi kikachukua nafasi yake kabla ya mamake na Masumbuko kukifukuzia kimya kile. Safari hii nasema kabisa kwamba haitowezekana. Haiwezekani kabisa, yani nimpoteze mume wangu kwa ajili yao, halafu tena nije nimpoteze kijana wangu ambaye ninamtegemea. Sitokubali kabisa, nasema. Kauli hiyo ikamkatisha mama Ana. Unamaanisha kitu gani mama Masumbuko kuzungumza hivyo? Hapa namaanisha kwamba tushikane mikono kuhakikisha kafara hii haiwezi kabisa kufanikiwa. Unakumbuka wakati ule Dazali alipokupeleka kwenye ile jumba la ajabu lile? Nakumbuka, ndio. Mama Ana alijibu vile kwa kihoro hivi. Unakumbuka kitu gani? Kila kitu nakikumbuka vizuri kabisa mama Masumbuko. Na unakumbuka vizuri maneno yake ya ajabu ambayo alikuwa anarupuka kabla ya kukubombaza na kukuingilia kimwili? Aliuliza vile mamake na Masumbuko, lakini mama Ana alikuwa kimya tu kujibu. Hilo hakuwa amelikumbuka, alikuwa amelisahau. Mama Ana aliita vile mamake na Masumbuko. Abe. Mamake na Ana aliitika vile utadhani mwanamke mwoga aliyerushiwa jongo. Unakumbuka hata maneno kadhaa ambayo alikuwa anazungumza Dazari kabla ya kukumbaza na kukiingilia kimwili? Hapana, hapo nilizubaishwa tu na ile hali ya hofu. Mungu wangu, yalikuwa na maneno ya ajabu sana ambayo aliyachanganya, kwa hivyo sikuweza kabisa kuyasikia kwa uzuri mama Masumbuko. Nadhani pia alizungumza maneno ya aina moja kwetu wote. Ndio, uko sahihi kabisa mama Ana. Alikuwa anazungumza maneno ya aina moja kwetu wote, mimi na wewe. Na kilichoniaminisha kwamba alizungumza maneno ya aina moja na aina moja ya vifo vya waume zetu. Mume wako wewe pamoja na mume wangu mimi, wote walikufa kifo hicho kimoja. Alizungumza vile mamake na Masumbuko. Kwa hivyo sasa, kama nakumbuka, wewe alisemaje? Aliuliza vile mama Ana, na alikuwa anajiweka umakini kumsikiliza shoga yake huyo. Nataka kuijenga himaya yenye nguvu sana duniani. Nataka kuisimamisha ngome ya kuzimu, niwe karibu na ufalme wa milele hapa duniani. Hii ndio njia yangu ya kunifikisha huko. Kwa hivyo hii ni moja kati ya kafara nzito na la mwisho kabisa kwa siku ya leo. Alizungumza vile. Sasa kwa kuwa alisema kwamba lile ndio lilikuwa ni kafara la mwisho kwa ajili ya matimizo yake, ni wazi kabisa kwamba kulishatangulia makafara mengi pia huko nyuma kabla yangu. Uliwezaje kusikia yote mama Masumbuko? Kwa sababu ile sehemu ilikuwa ni sehemu ya ajabu sana na ya kutisha sana kiasi kwamba nilishindwa kabisa kujiwekea umakini kwenye kusikiliza. Uliwezaje? Alizungumza vile kwa kustaajabu kweli mama Ana. Mimi nilimjengea mashaka tangu tunaingia mle kwenye pango. Kwa hivyo nikajikuta tu nilikuwa nasikiliza tu kwa makini kila ambacho alikuwa anazungumza hadi pale ambapo alipofanikiwa kunipumbaza. Mara baada ya kifo cha baba watoto wangu ndipo sasa nikaja kujitafakarisha yale ambayo nilishawahi kuyazungumza. Nadhani ugumu wa maisha ulionikumba ndio ulinifanya nikakumbuka mengi. Si unajua tena mume wangu ndiye alikuwa kila kitu. Basi nikajuta mno, na majuto hayo ndio akanifanya leo hii niwe na nguvu ya kusema haiwezekani. Nilijiona kabisa kwamba mimi ndiye niliyemuua mume wangu mwenyewe kabisa.
kafala lako nasema kwamba lilikuwa ndio la mwisho mama Masumbuko? Ndio. Hasa ni kwa nini mara baada ya hapo sasa alitoweka? Ina maana kwamba tayari alifanikiwa kusimamisha utawala wake ambao walikuwa na usema? Aliuliza pale mama Ana. Bila shaka hakusimamisha. Na hiyo ndio sababu ya kuibuka tena huyu kijana wake Zaki. Na nilimjua kwa kumuona tu mara ya kwanza nilipokuwa mjini kama nilivyowahi kukueleza mwanzo. Anafanana kila kitu na baba yake. Na kwa kuwa Dazari alishawahi kusema kwamba yuko na mtoto mmoja ambaye yuko nchi za mbali na ndiye atakuwa mrithi wake, basi hii kanifanya sasa nipate mashaka kijana huyu alipojiingiza tu kwenye mahusiano na Ana. Huu ni mpango mama Ana, yani kama sio kusimamisha ufalme wa babake ama kumrudisha babake tena duniani, basi itakuwa ni mpango wa kujisimika mwenyewe kwenye huo ufalme wao wa kishetani huo. Nafikiri hukumsikiliza vizuri tu, ama kama ulimsikiliza vizuri basi uko na sehemu utakuwa umesahau. Kwa kweli halikuwa ni kafala la mwisho kabisa mama Ana. Pengine alisema kwamba libakisha kafala la mwisho mara baada ya kumaliza kafala lako wewe. Au hata kama alisema hivyo kweli, basi alikuwa katika kuzuga tu ili kusije kufanyika makosa wakati wa matekelezo ya kafala lake la mwisho. Mama Ana alishakuguna tu. Alitazama chini na huko alikuwa ameshika kidevu chake, alikuwa anapapasa taratibu kwa kidole chake cha shahada cha mkono wa kushoto. Tafakari kubwa ilionekana kupita tu kwenye kichwa chake. Inawezekana kweli kuwa hivyo alizungumza pale mama Ana mara baada ya tafakuri ile. Nadhani hilo kafala la mwisho ndilo ambalo lilimpoteza na kumuibua kijana wake mara baada ya miaka mingi kupita. Alikazia vile mama Ana. Lakini pamoja na hayo lazima huyo naye tumzuie kabisa asije kuleta maafa kwenye familia zetu. Ni kwa nini na kwa sisi tu jamani? Alizungumza vile mama yake na Masumbuko. Yani hapo umenifungua masikio kabisa mama Masumbuko. Inabidi tukutane haraka sana ikiwezekana kesho mapema kusudi tujadili namna ya kuweza kuwaokoa vijana wetu kwenye huu mpango wa kishetani. Alizungumza vile mama Ana na vile walivyokubaliana. Alikata simu na kujikuta alikuwa anashusha pumzi nzito, asiamini kabisa kile ambacho alichoweza kukisikia kutoka kwa shoga yake mama Masumbuko. Yalikuwa ni majira ya jioni na kigiza kilianza kuonekana kwamba sasa kilikuwa kinaanza kujivuta na kukaa kwenye nafasi yake. Gari moja ndogo nyeusi iliyokuwa na vioo vya giza ilikuwa ikiingia kwenye baa moja ya uchochoroni. Haikuzima injini yake na wala wale ambao walikuwepo ndani pia hawakuteremka. Ilisimama hapo tu na kwa muda wa dakika zipatazo 6 ndipo dirisha la mbele la gari hiyo likashushwa kioo chake, halafu injini nayo pia ikazimwa. Haukupita muda mrefu sana alijitokeza kijana mmoja akiwa anatokea ndani ya baa hiyo. Mtu aliyekuwa mle garini alichungulia nje kwa kiasi fulani akamtazama tu kijana. Alipofika usawa wake ndipo sasa alipoweza kumwita. "Vipi habari yako kijana?" Alisalimia vile. Alikuwa ni Zaki Abushiri Dazari. "Ni salama tu kaka, vipi habari ya wewe?" Akarudisha vile salamu hiyo kijana yule. "Zuri tu, naona unatokea ndani ya hiba, vipi umetoka kuchangamsha akili nini?" Zaki aliuliza vile katika namna ya kujenga mazoea hivi. Aliweka sentensi yake kwa mtindo wa utani na alikuwa anachagiza kwa tabasamu ili kusudi kijana yule asimwelewe vibaya. "Kaka hapana bwana. Mimi sinywi kabisa pombe. Huwa navuta sigara tu basi. Hapa ndani mimi ni mchoma nyama, kwa hivyo niko hapa ofisini tu." Alizungumza vile yule kijana na huko naye alikuwa na tabasamu. Zaki alijifanya kuzungusha macho yake kulishangaa lile eneo vizuri na kisha alimtazama huyu kijana usoni mwake. "Sawa sasa, samahani kaka, najua uko kwenye majukumu yako. Halafu ni kama nakupotezea muda hivi." "Na usijali kabisa mkubwa, sisi wa Afrika bwana huwa ni watu wenye kusikilizana mno. Kuvadi kutoa wasiwasi kabisa, zungumza tu." Alipewa nafasi ya kuzungumza bwana Zaki. "Sawa, kuna baa moja maarufu sana katika eneo hili, imejificha sana hii baa. Huwa inatumiwa sana na watu wasiopenda kuonekana, inaitwa Mtoni Bar. Haipo katika maeneo kama haya?" "Maana nimeelekezwa tu kwamba inapatikana maeneo kama haya." Aliuliza vile Zaki. "Mbona njia ambayo inakwenda kwenye hiyo baa umeiacha nyuma kule?" "Rudi nyuma kule utaona njia panda imeelekea kushoto mara baada ya kutoka hapa. Imejificha sana ile baa. Kuna gari haziingii huko mpaka kwenye baa yenyewe." Alidakia vile Zaki na huko alikuwa nakata kauli ya yule kijana. "Gari zinaingia lakini sasa hiyo baa sidhani kama unaweza kuiona. Imejificha sana na haina kibao chochote kile cha maelekezo. Pombe nyingi kali na mambo ya anasa yanafanyika hapo.
Ni baa maarufu sana hiyo. Sasa kama sitoweza kuiona itakuwaje? Aliuliza vile Zaki. Yule kijana alifikiria kitu na kisha alizungumza. Hakuna shida, hata mimi naelekea katika njia hiyo hiyo pia. Unaweza kunifuata taratibu nikakuonyesha hiyo njia na kukupatia maelekezo mazuri tukifika hapo njia panda. Sasa utembee kwa miguu kaka wakati gari iko hapa? Ndio, hakuna shida kabisa bosi, hakuna shida. Hapana bwana, ingia kwenye gari bwana kusudi nusogeze hadi karibu na baa hiyo na kisha nitakurejesha hadi hapo ulipo. Tafadhali sana, naomba nisaidie sana. Aliomba vile Zaki. Yule kijana alifikiria kwa muda tena na kisha aliafiki. Aliingia kwenye gari pembeni ya Zaki ambaye huyo alikuwa anaendesha na safari ya kurudi kule ilianza. Walipofika hapo njia panda, yule kijana alimwambia Zaki aingie huo upande wa kushoto, lakini kitu ambacho kilimshangaza ni kwamba Zaki hakufanya vile. Yule kijana alipatwa na wasiwasi akidhani kwamba labda pengine kijana huyo ambaye alikuwa amejinasibisha kwake alikuwa ni mgeni. Hakuwa mamwelewa pengine, kwa hivyo aliongeza sauti kuzungumza tena. Kaka, ingia hapo kushoto kwenye hiyo njia ambayo tumeiacha hapo. Rudi nyuma kidogo kusudi ukate kushoto hapo. Alizungumza vile tena kijana huyo, lakini Zaki hakufanya vile. Kwanza alipanisha vioo vya gari hiyo vyote ambavyo mwanzo vilikuwa wazi, na kukuwa vilikuwa ni vioo vya giza, basi kiulaini kabisa jamaa alitekwa. Mbona nakuwa sikuelewi kabisa kaka, unanipeleka wapi? Aliuliza vile huyo kijana, na huko alikuwa anageuka na kutazama nyuma. Gari haikuwa na watu wengine zaidi ya wale wawili tu peke yao. Alisimama mle kwenye gari wakati ule Zaki alikuwa anaongeza kasi kuikimbilia barabara kubwa. Yule kijana alikuwa anataka kumvaa Zaki kwa makonde mazito ili kusudi amshurutisha aweze kusimamisha gari yake na yashuke, lakini hakufanikiwa kabisa, na alikuwa ameshaanza kuona kwamba ile haikuwa na usalama kwake. Kabla hata kijana ule hajamvaa Zaki, Zaki alipuliza upepo kutoka mdomoni mwake mithili ya mtu anayepuliza kahawa ama chai yenye umoto iliyopo kwenye kikombe. Kijana ule aliuhisi upepo mwepesi ukimpiga usoni mwake, na kisha bila kupenda karudi kwenye kiti mwenyewe kabisa. Macho yalikuwa wazi kabisa, yanaona kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini uwezo ndio haukuwa nao kabisa, hata wa kupiga kelele wala kufanya purukushani yoyote ile. Alitulia tu, tadhani alikuwa amepatwa na ugonjwa wa kiharusi. Safari ile ya uporaji wa mtu iliendelea tu. Hakuwa na namna Zaki. Ilikuwa ni lazima tu siku hiyo kuweza kumpeleka Ana kwenye ile jumba, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ndio siku ya Jumanne, ndio ambayo ilikuwa ni siku ya kwenda kusoma kwa nyota ya Ana kusudi wajue kama angefaa kwa ajili ya kafara yao ama la. Kwa sasa kabla ya kupelekwa kwa Ana huko kwenye jumba, kwanza Zaki alikuwa anatakiwa kuitanguliza sadaka nyingine ambayo hii ndio ingeweza kumleta baba yake kwa ajili ya kufanya naye mazungumzo kwa njia ile ya ajabu, na huku yeye akiwa mbele ya kioo kile cha ajabu kule kwenye kile kichumba cha kutisha. Kama sio hivyo, basi sadaka hiyo ya damu iwe ni kwa ajili ya ukamilishaji wa kazi ya kumrejesha kabisa baba yake duniani. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa nini baba yake na Zaki hawezi kuonekana kwa njia ya kawaida mpaka itangulie sadaka? Yaani mpaka Zaki atoe kafara ndio baba yake anaweza kuonekana. Ni kwa nini? Ina maana kwamba hata pale mwanzo kilipoonekana kichwa ambacho kilikuwa kinavuja damu kwenye kile kioo hapo awali, na huku tulikuwa tunasikia kabisa ile sauti iliyokuwa ikimpatia maelekezo Zaki, hayo yote yalikuwa yametokea mara baada ya ile sadaka ya kuchinjwa mtu. Ni kwa nini inatokea hivyo sasa? Si maajabu haya. Miaka 45 iliyopita, mzee Abushiri Dazari akiwa ni kijana ambaye alikuwa na miaka 20, alikuwa ni kijana fukara ambaye hakuwa na wazazi wala ndugu wa kuwategemea. Wazazi wake wote walikuwa wamepoteza maisha kwa ajali mbaya ya gari walipokuwa wanatokea kwenye biashara zao. Alikuwa ameachiwa mali na pesa kiasi kidogo kama sehemu ya urithi, na kwa kuwa hakuwa na mtu wa kupenda kuwa karibu na baba yake hapo mwanzo, alishindwa kabisa hata kujua ni kwa namna gani angeweza kuziendeleza zile mali. Akajikuta alikuwa anakula zile pesa zote za benki na kubakiwa na mali tu za kuonekana, na alikuwa anashindwa hata kuziendeleza. Mwanzoni Dazari aliona watu walikuwa wanakuja nyumbani kwao wakijinasibu na wazazi wake, na huku alikuwa anaahidi mambo mengi ikiwemo kumsimamia ili kusudi asiweze kuzipoteza mali za wazazi wake. Lakini siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ndivyo watu wale walivyokuwa wanazidi kumshinikiza kuuza baadhi ya mali za baba yake ili kusudi kuweza kutafuta mali mpya zitakazoweza kumuingizia pesa nyingi zaidi za uhakika.
Ilibidi sasa Dazari akubali tu, kwa kuwa mabasi mengi ambayo yaliyopo yalikuwa yameshaanza kuchoka. Yakauzwa mabasi yote ya baba yake, na yeye akiwa mstari wa mbele kabisa kama watu wale walivyokuwa wanamtaka, ili kusudi kuhakikisha hakuna hata kitu kimoja ambacho kingeweza kupotea. Magari yote ya biashara yaliyouzwa, akabakiwa na gari moja dogo tu la kutembelea, nyumba kubwa pembeni kidogo ya mji, shamba dogo la wazazi wake ambalo hakujua kabisa dhamira ya shamba lile ni nini, kwa kuwa hajawahi kabisa kuona wakiwa wanashughulika nalo kwa ajili ya kulima wala nini. Zaidi alikuwa anaona walikuwa wanajishughulisha tu na kulifanyia usafi kila ambapo lilipokuwa likimea magugu, nalo pia aliweza kuliuza. Pesa zilipatikana za kutosha tu. Hapa sasa tunaweza kupata basi mpya 4 za kisasa kabisa. 2 utazipeleka Samiado na 2 utazipeleka Aika. Alizungumza vile bwana mmoja wa Kiarabu ambaye Dazari alikuwa anamuita bwana huyo baba mdogo. Hapo mwanzo, wakati wa uhai wa baba yake, bwana yule alikuwa bega kwa bega na baba yake. Hilo sasa liliweza kumwondolea mashaka bwana Dazari. Alikuwa anaamini kabisa kwamba usalama pamoja na msaada ni mkubwa mno. Alikuwa anahitaji msaada kwa kuongozwa kuweza kusimamia mali za baba yake hadi pale ambapo biashara hiyo angeizoea, ndipo sasa angeweza kusimama yeye mwenyewe kwa kila kitu. Dazari alitabasamu tu mara baada ya maneno hayo kutoka kwa yule bwana. Yule bwana alizungumza tena mara baada ya kuzikuna ndevu zake nyingi kidevuni. Ni miaka 3 tu itatosha kukufanya umeshaongeza gari nyingine 2 kama hizi mpya kabisa, mara baada ya gari hizi za sasa zitakazopatikana kuingia barabarani. Hapo sasa utakuwa umeshajua biashara hii vizuri, na sasa utaongoza mali zako kama baba yako mwenyewe kabisa. Kwa umri wako bwana Bushiri, ungeweza kabisa kuzisimamia mali za baba yako, lakini kile ambacho alikuwa analalamika mzee wako nadhani hata mimi nakiona. Akajikoza kidogo bwana yule, na kisha sasa aliwatazama wazee wawili waliokuwa bega kwa bega na yeye, na akamalizia kuzungumza. Ulithamini sana starehe kuliko kukaa karibu na babako kusudi kujifunza haya yote ya biashara. Lakini hata hivyo akijaribika kitu sawa, lakini hata hivyo akijaribika kitu kwa sababu nyinyi mpo bwana. Alidakia vile mwingine ambaye huyu yeye alikuwa kimya muda wote. Huyu alikuwa amesimama tu sambamba na Bushiri wakiwatazama tu wale mabwana watatu. Hakukuwa na mjadala wa muda mrefu. Kilichofanyika hapo ilikuwa ni mchakato tu na mipango ya kujua ni namna gani wangeweza kuziagiza hizo gari 4 za awali. Wale mabwana sasa watatu walimteua yule mmoja mwenye ndevu nyingi kwamba yeye atalishughulikia hilo jambo. Bwana yule kwa kujifanya amepewa mzigo mzito aliliafiki, akiwa anatanguliza neno binadamu na msaada kwa kijana yule, kwani baba yake alikuwa ni mtu wake wa karibu na waliweza kusaidiana kwa mambo mengi. Yule bwana tangu siku ile alipopewa lile jukumu kuweza kabisa kuonekana tena, alitoweka kabisa na kiasi chote cha pesa. Wale wengine wawili waliokuwa sambamba naye sasa walikuwa nafika nyumbani hapo. Walikuwa namtaka kijana huyo kwa mtulivu na mwenye subira, lakini siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu, hata matumaini nayo sasa yakafa. Imani juu ya bwana yule ikapotea kabisa katika moyo wa Bushiri. Siku sio nyingi, wale wawili wengine nao sasa walitoweka na kuacha kabisa mzizimo moyoni mwa Bushiri, na sasa alisalia yule mmoja tu ambaye huyu alikuwa ni kama mtu wa kumbembeleza tu huyo kijana, kwa sababu kila siku alikuwa ni mtu wa kulia tu akiwa anajutia kitendo cha kuamini ama kumwamini mtu yule. Pesa zote walikuwa wamezichukua. Hii ni kumbukizi ya miaka 49 iliyopita, ambapo tunamjua sasa baba yake na Zaki ni nani. Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 7. Mimi naitwa Felix Mwenda na hapa ni Simulizi Max.